Filipo Mwakibete ni mkuu wa idara ya viwanda, biashara na uwekezaji. Leo siku ya Jumamosi tulikuwa tuna zoezi la kugawa, kwanza kulifungua soko la Mbweni Mpiji, maana baada ya kujengwa sasa ni wakati wa kulifungua. Tunashukuru serikali kwa kweli, tuishukuru sana serikali kwa maana ya kutengeneza muundombinu, kwa maana ya kuwawezesha eneo la Mbweni Mpiji kuwa na kituo cha soko ambacho majirani watakuwa wanapata huduma. Zoezi lililokuwepo leo ni kugawa vizimba kwa wafanyabiashara ambao watatarajia kufanya biashara kwenye hili eneo, lakini tunashukuru mwitikio umekuwa ni mkubwa. Watu kama nafikiri mmeona, ndugu waandishi, wamekuwa wengi na zoezi limeenda kwa utulivu na haki imetendeka, kwa sababu hakuna ambaye amekosa. Kila mtu amepata kulingana kwa mujibu wa taratibu, na waliokosa maana yake tuliwatengenezea utaratibu wa kupata kwa haki. Kwa hiyo nishukuru, na wananchi wakawa wametulia na zoezi limeenda vizuri bila changamoto. Lakini wito wangu mkubwa ni kwamba hao wafanyabiashara wanatakiwa wafungue biashara zao. Sasa tumewapa muda waandae hizo bidhaa na vitu vingine, na mazingira tunaendelea kuyaboresha ya nje, lakini mazingira ya vizimba kwa ujumla wake yako vizuri. Kwa hiyo baada ya kusema haya, niseme niwashukuru sana viongozi wa Mbweni Mpiji pamoja na mkurugenzi wetu, maana alitupa kibali cha kuja kulifungua hili soko. Pia nimshukuru mkuu wa wilaya kwa kamati yake ya ulinzi na usalama kutambua umuhimu haya masoko. Kwa hiyo mkurugenzi alipogundua kwamba hili soko ni fursa, basi akawa ametuambia sasa tuje tuchangamkie hii fursa, tuwasajili wafanyabiashara na waje wapate hivi vizimba. Kwa hiyo baada ya kusema haya, tunaendelea na taratibu za ufunguaji na upangaji kwa ujumla. Vizimba jumla tuna vizimba 80 na tuna maeneo ya nje mengi. Kwa hiyo baada ya zoezi la vizimba kukamilika, kwa wale ambao watahitaji zile huduma ndogo ndogo kama M-Pesa na nini, kuweka mabanda nje, tutapanga utaratibu na tutaomba kibali pia kwa mkurugenzi ili aweze kuturuhusu baadhi ya maeneo madogo yale kuyafungua ili soko lisiwe limepoa sana. Lakini hatutajenga structure za matofali, tutajenga vibanda vya kuhamishika ili wakati mwingine serikali inapotaka kulitumia eneo lingine basi kuwe na njia rahisi. Lakini pia ili eneo kwa ukubwa tutaomba pia serikali iweze kutupa, tutaandika ili angalau hata pawepo na mnada wa nyama choma za mbuzi ili kuhakikisha kwamba sasa eneo hili linachangamka zaidi. Kwa hiyo ni fursa ambayo itakuja namba ya pili. Kwa watu wazee, wananchi wa Mbweni Mpiji na wazee wa maeneo haya wataweza kupata huduma maeneo haya kuliko kwenda kusafiri kwenda mpaka Kibaha na maeneo mengine. Kwa hili eneo tutaliboresha kwa mfumo huo, lakini tunataka kwanza waanze, halafu hatua nyingine itafuata ya maboresho. Kwa majina naitwa Rose Mbonde, ni mkazi wa Mbweni Mpiji. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia kwa kutupatia soko katika mtaa wetu. Tumehangaika kwa miaka mingi sana na tumeteseka kupata huduma hii ndani ya mtaa huu. Ila nashukuru nimepata fursa kupata kizimba katika mtaa huu. Nashukuru kwa Mama Samia. Asanteni. Kwa majina naitwa Cosmas Martin Mkama, mkazi wa Mbweni Mpiji. Tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kujengea soko hili hapa, tukana na tatizo la miundombinu ya soko. Tunashukuru kama soko sasa tumeweka soko, tutafanya biashara katika eneo letu hili. Tukana shida sana, inabidi pakaende sehemu uende kwa mbali ndio upate huduma. Lakini kwa sasa hivi inatafanyika hapa, tunashukuru sana kwa serikali iliyotufanyia hivi.